Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, ni asubuhi nyingine au siku nyingine ya Jumatano ambayo tunakwenda kujibu maswali ya wasikilizaji mbalimbali ambao wametuuliza. Leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 10 2025. Tunamshukuru Mungu kwa afya na uzima. Tunaanza maswali. Swali letu la kwanza linatoka kwa ndugu Dennis Msigwa wa Njombe. Yeye ameeleza baada ya kusikiliza maswali ya kipindi kilichopita tuliojibu kuhusu Elia na Henok. Anasema kutokana na habari hiyo ya Elia na Henok, ana swali kwamba mtu akifa anakwenda mbinguni au anasubiri siku ya ufufuo? Mtu akifa sasa anakwenda mbinguni au anasubiri siku ya ufufuo? Swali hili limekuja mara nyingi. Lakini changamoto iko wapi? Iko hapa kwamba watu wamefundishwa tofauti kwamba mbinguni ni mahali fulani ambako mtu anasafiri, anatoka naenda mahali kunakoitwa mbinguni, au haendi, anasubiri mpaka wakati utakapofika ndio atasafiri kwenda huko kunakoitwa mbinguni. Maswali haya yanatokana na ufahamu wa kujua mbinguni ni wapi. Ndio maana katika masomo mengine nimefundisha sana, watu wamekuwa kidharau ili Mkristo ajue mbinguni ni wapi. Mbinguni ni ulimwengu wa kiroho usioonekana. Huko ndiko anakopatikana Mungu. Lakini mafundisho mengi yamefundisha kwamba mbinguni ni mahali fulani kuliko jitenga, sio ni mji umejengwa mbinguni juu kabisa, wapi siko juu. Ili mtu aende huko anapaswa kusafiri kwenda huko. Kwenda mbinguni nimefundisha sana, mbinguni sio mbali. Mbinguni unaingia kufumba na kufumbua. Mbinguni unaingia kwa kutoka katika mwili, unaingia mbinguni. Unapotoka katika mwili, unapohama kutoka mwili unaingia katika roho. Ndio unatoka katika ulimwengu unaingia katika mbingu. Kwa hiyo mtu anapokufa, roho ya mwanadamu inapotoka ndani ya mwili inaingia mbinguni, maana inaingia katika ulimwengu wa kiroho ambao haupo au hauonekani. Kwa hiyo swala la kusema anaenda mbinguni au haendi, unapotoka katika mwili unaingia katika ulimwengu ambao unaitwa ni mbingu. Kwa hiyo mtu anapokufa anakwenda wapi? Anakwenda mbinguni. Lakini sio yale mawazo ya kwamba kuna mahali hapo ulipo. Kuna ulimwengu wa mwili, kuna ulimwengu wa kiroho. Je, atasubiri siku ya ufufuo? Sasa atasubiri akiwa wapi? Akiwa mbinguni, akiwa katika ulimwengu wa kiroho. Tukisema haendi mbinguni, anasubiri ufufuo, manake kuna mahali pengine ambapo anaishi. Ni wapi sasa? Anapoishi ulimwengu gani wanaoishi ambao sisi hatuuoni? Ili siku nyingine aje aondoke kwenda mbinguni. Roho inapokufa inaingia katika ulimwengu wa kiroho. Huo ndio unaoitwa mbingu au mbinguni. Swali la pili anaendelea kuuliza kuhusu uzinzi na uasherati. Nayo ni somo lililopita katika majibu tuliyojibu katika kipindi kilichopita, nikielezea tofauti ya uzinzi na tofauti ya uasherati. Nalo litokana na maswali ya watu ambayo ni lazima kufafanua tofauti iliyopo. Sasa swali linakuja kuhusu uzinzi na uasherati. Ni hatua zipi sahihi za kupata msamaha kamili? Ni hatua zipi sahihi
za kuweza kupata msamaha kwa mtu aliyezini au anayefanya uasherati au anayezini. Hatuna njia nyingine zaidi ya toba. Biblia inatuambia habari ya toba. Ingawa Biblia inatuambia kuna dhambi ya mauti na dhambi isiyo ya mauti. Tumejifunza pia kwamba dhambi ya mauti nini? Dhambi za kufanya makusudi kwa mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu anajua kweli, ameokolewa, amekombolewa, lakini anajiingiza katika dhambi za mauti makusudi. Huko ni kumkufuru Roho. Huko ni kufanya dhambi ya mauti. Lakini je, nimefundisha huko nyuma pia katika maswali ya wengine, nakumbusha tu. Je, dhambi ya mauti, dhambi ya makusudi, Mungu hawezi kuisamehe? Kama alivyosema hutasamehewa kwa kumkufuru Roho. Nilitoa mifano mingi katika Biblia. Mungu hajashindwa kumsamehe mtu. Lakini tunaona gharama ya toba ya dhambi ya makusudi ina gharama kubwa. Ina gharama kubwa. Niliwahi kutoa mfano hata wa Mfalme Daudi aliyefanya dhambi ya makusudi ya kuzini na mke wa Uria akiwa mfalme, na kufanya njama mbalimbali ili asijulikane, akidhani anaficha dhambi, kumbe anajiongezea dhambi. Alipogundulika Mungu alimsamehe baadaye. Lakini angalia toba ya Daudi ilivyokuwa. Toba ya Daudi ilikuwa ya gharama ambayo watu wengi hawawezi kuilipa. Kuondoka katika kiti cha ufalme, kuvaa magunia na kutokula siku kadhaa, akiomboleza mbele za Bwana. Utajua kwamba dhambi ilihitaji gharama kubwa, toba ya hali ya juu, ili kurudi kumgusa Mungu akusamehe. Hata hivi aliposamehewa, alimwambia na kusamehe. Lakini mtoto aliyezaliwa nakufa, na mtoto alikufa. Hata ilipofika wakati wa Daudi kutaka kumjengea Mungu nyumba, Mungu alimkataa. Nimekusamehe, lakini huwezi kujenga nyumba yangu. Kwa hiyo kuna gharama kubwa ya kutubu dhambi za makusudi. Lakini kwamba je, ni hatua gani za kutubu dhambi ya kuzini mtu wa Mungu au kufanya uasherati? Ni toba. Hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine ya kupatana na Mungu juu ya dhambi. Ni kutubu tu. Lakini watu wengi wamefanya dhambi hizi, wamefanya toba ya kirahisi, wamerahisisha mambo sana. Wamezini makusudi, wengine wamefanya uzinzi wa sherati, alafu wameenda mbele za Mungu wanatubu tu kirahisi. Wengine wamejitubia, wamejiombea msamaha peke yao. Nataka nikupe ushauri. Agano Jipya, Agano la Kale, dhambi zote ilibidi umueleze kuhani. Kuhani akupelekee dhabihu mbele za Mungu kupata msamaha. Katika Agano Jipya, Mungu ameweka wachungaji. Wachungaji wapo kuisaidia imani yako na Ukristo wako. Yapo mambo tunayomkosea Mungu, tunaomba msamaha mbele za Mungu, tunaomba utakaso. Lakini kuna mambo makubwa kama haya. Ukizini unajiombea msamaha mwenyewe. Huwezi kushinda hilo kongwa, huwezi kushinda mpaka ujikabidhi kwa watu wa Mungu. Itakupa nguvu ya kushinda. Ni sawasawa na ahadi. Mtu unapoahidi peke yako, unasema mwisho wa mwezi huu nitatoa 1,000,000 kwa Mungu. Unaahidi moyoni. Ikifika mwisho wa mwezi unaahirisha. Unasema nitafanya mwezi mwingine. Ikifika mwezi mwingine unasema kwanza hakuna naijua, ngoja nitatoa shilingi laki mbili.
Lakini ulipoahidi ungekwenda mbele ya watumishi, ungesema naahidi kutoa 1,000,000. Usingepata jaribu la kuahirisha, usingepata jaribu la kupunguza. Ndivyo ilivyo dhambi hizi za makusudi. Unapotenda na kujipeleka mbele za Mungu mwenyewe bila kujipeleka mbele watumishi wako wakusaidie, maana ni wasaidizi wa imani yako na ushauri, hutashinda. Lakini sio kwamba wao ndio watakaoiondoa dhambi. Toba yako, hata kule kwenda kwa mtumishi, kunaonyesha toba, kunaonyesha umedhamiria, kunaonyesha userious. Lakini kule kujitubia mwenyewe, naomba Mungu nimezini, naomba nisamee, unaonyesha sio serious, na kesho utarudia, na kesho utarudia. Hii ndio nguvu ya dhambi ya mauti. Kwa hiyo njia sahihi ni toba. Amesema, je, kutengwa ni lazima? Kutengwa ni lazima. Inategemeana na mazingira. Kama jambo limejulikana na watu wote, limefahamika, kwa nini usitengwe? Unapomwacha mtu kama huyu, anaambukiza sumu nyingine, watu wanajua kumbe jambo halina uzito. Inategemea na mazingira. Labda ni mtu ambaye amezini mwenyewe, hakuna anayejua ni Mungu peke yake. Lakini hata hivyo lazima ashirikishe viongozi wake. Sasa kama akijipeleka kwa viongozi kwamba mimi nina mzigo huu na huu, nahitaji msaada, kuna sababu gani ya kumtenga wakati hamjagundua? Amejileta mwenyewe. Lakini kama jambo limejulikana na watu, huwezi kumwacha kanisani bila kumtenga. Huwezi kumwacha, kwa sababu utasababisha watu wajue kwamba kanisa ni kichaka cha kuhifadhi wazinzi na washerati. Swali lingine ni kutoka kwa ndugu Sabato Tarimo. Yeye ameuliza, je, ikiwa mwanamke hakujua kwamba ni mwasherati, ameishi amefanya uasherati lakini hakujua kama anafanya dhambi ya uasherati, na wewe mwanaume umemuoa huyo mwanamke na kugundua ulipomuoa kwamba kumbe alikuwa anafanya uasherati, kumbe alikuwa mwasherati, unamgundua baada ya kumuoa, je, unaweza kumwacha? Je, unaweza kumwacha? Nijibu hivi, hii ilikuwa ni torati. Hata Yesu alipokuwa na wajibu Mafarisayo walipomwendea katika Injili ya Mathayo, alijibu kwa kutumia torati. Alijibu kwa kutumia torati, kwa sababu torati ilikuwa kwamba ukigundua mtu umemuoa amefanya uasherati, unaruhusiwa kumwacha. Ndio maana alisema kwamba huruhusiwi kumwacha mke isipokuwa kwa habari ya uasherati. Alikuwa anawajibu kwa kutumia torati ya Agano la Kale. Kwa nini? Kwa sababu katika torati, katika Agano la Kale, mwanamke hakuwa na thamani sawa na mwanaume. Mwanamke katika torati ya Agano la Kale, mwanamke hakuwa na thamani iliyo sawa na mwanaume. Ndio maana mwanamke aliweza kuachwa kwa sababu yoyote, na mwanamke ndiye aliyekuwa anaangaliwa kama, je, amewahi kufanya uasherati? Lakini mwanaume hakuangaliwa, kwa sababu mwanaume alikuwa ni wa thamani kuliko mwanamke. Agano Jipya limekuja kusawazisha. Katika Kristo, mwanaume na mwanamke tuko sawa. Leo katika Agano Jipya ukisema mwanamke amepatikana uasherati na mwacha, je, wewe mwanaume ukipatikana ulifanya uasherati unafanywaje? Maana tumesawazishwa katika Agano Jipya. Sisi hatupo katika torati iliyomfanya mwanamke kuwa chini, hana thamani,
Agano Jipya limetuunganisha. Je, tukisema mwanamke amepatikana, amegundulika alifanya uasherati, aachwe. Je, wewe mwanaume kama ulifanya uasherati ufanyweje? Kwa hiyo katika Agano Jipya halina maana. Halina maana katika Agano Jipya. Tuko katika nyakati nyingine. Swali la pili anasema, na ukimwoa mwanamke asiye mwasherati, yani yuko salama kabisa, baada ya ndoa akaanza tabia hiyo ya mchepuko, kwenda na wanaume wengine, na anaonywa haachi, unaweza kumwacha na kuoa mwingine? Leo kuna mambo mengi watu wanazungumza. Kama mtu anaishi ndani, anafanya mchepuko, anatoka ndani ya nyumba, anakwenda na wanaume wengine, na anajulikana, na anaonywa, na hakubali, anaendelea. Ndoa kwanza, ndoa ni nini? Ndoa ni muunganiko wa watu wawili. Hapo muunganiko umeshaharibika, umeshatoweka. Lakini mtu anaweza kuzini, anaweza kutoka nje, anaweza kuchepuka, ukamgundua, ukamwonya, na akatubu, na akaacha. Huna sababu ya kumwacha. Lakini kama ameendelea, Biblia inazungumza habari ya kuishi katika dhambi. Kutenda dhambi ni jambo moja, kuishi katika dhambi ni jambo lingine. Mtu anayeonywa na kuendelea na tabia, huyo ameamua kuishi katika dhambi, ameamua kuishi katika zinaa. Kutenda dhambi ni jambo moja, kuzini ni jambo moja, kufanya uasherati ni jambo moja, lakini kuishi katika uzinzi ni jambo lingine. Ndio maana anaonywa, anaendelea, anaonywa, anaendelea. Sasa hapo kuna ndoa tena? Hakuna ndoa. Upande wa mwili tunaishi nyakati za magonjwa. Unaweza kupoteza hata maisha yako. Wengine watanielewa kwamba nahalalisha, kwamba mtu anahalalisha kwa kuvunja ndoa, kuachana ndoa. Turudi katika Biblia. Hivi ndoa maana yake nini? Ndoa ni muunganiko wa watu wawili. Mtu aliye ukisoma kitabu cha Korintho, anasema mtu anayefanya uzinzi ameungana, anayefanya uzinzi na kahaba ameungana naye. Sasa hiyo ndoa itakuwa ya watu wangapi? Kama wewe umeungana naye na wengine wameungana naye na wengine wameungana naye, kuna ndoa hapo. Paulo amefundisha hivyo, anayefanya uzinzi na kahaba ameungana naye, amekuwa mwili mmoja naye, na wewe utakuwa na mwili mmoja na huyu, na mwingine atakuwa na mwili mmoja na huyu. Lakini kama ni tendo la kufanya dhambi mara moja na akatubu, hakuna shida, unaendelea naye na usimwache. Maana katika Kristo kuna msamaha. Lakini nimesema anayeendelea, asiyeonyeka, manake anaishi katika dhambi. Kuna kutenda dhambi na kuishi katika dhambi. Huyu ameamua kuishi katika dhambi, ameamua kuunganika. Sasa na wewe mtaunganika wangapi ndani ya mama mmoja? Mungu atusaidie. Tuziangalie sheria na Torati, tuiangalie tofauti iliyopo katika Torati na neema ya Yesu Kristo tulionayo. Swali lingine ni kutoka kwa ndugu. Aliuliza maswali matatu, lakini maswali mawili siendi kuyajibu. Ndugu Nzisabira kutoka Burundi aliuliza swali moja, naona watu kwenye grupu wamemjibu vya kutosha. Aliuliza na swali lingine la pili, yani halina msingi wowote, wala siendi kulijibu. Aliuliza na swali la tatu, hilo nitalijibu.
kutoka kwa ndugu Nzisabila wa Burundi. Swali yake la 3 aliuliza hivi: mtumishi wa Mungu akikwambia muumini wake, yani mshirika wake, anaposema mtumishi ni kama vile mchungaji, kiongozi wa kanisa, anamwambia mshirika wake au muumini wake. Anasema mtumishi wa Mungu akikwambia muumini wake, anasema hakuna atakaye kuombea na ukafunguliwa kama sio mimi, hata uende wapi. Yani kuna watu wanawaambia washirika wao kwamba mimi nisipokuombea mimi huwezi kufunguliwa, hata ungeenda mahali popote hakuna atakaye kuombea wewe ukapona au ukafunguliwa zaidi yangu mimi. Hiyo ndio maana yake. Anauliza, hiyo ni kweli kibiblia? Hapana, sio kweli. Kwani yeye huyo ni nani? Anayeponya ni nani? Anayefungua watu ni nani? Je, ni yeye huyo mtumishi anayefungua, au ni Mungu anafungua, au ni Yesu Kristo anafungua? Kama ni yeye mwenyewe ndiye anayefungua, ana haki ya kusema hivyo. Na anayeweza kufungua mambo ya mtu ni mganga, sio mtumishi wa Mungu. Ni mganga, ni mchawi, anaweza kukupandikizia shida alafu akaamua kuziondoa mwenyewe. Lakini kama ni mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu hawezi kuondoa kitu kwa mtu, hawezi kuondoa. Ndio maana tunaomba kwa Yesu Kristo atende muujiza. Tunamwamini Yesu atende. Hatuendi kutoa sisi, lakini tunatumia jina la Yesu ndiye atusaidie. Hasa mtu akisema hakuna hatuende popote, hakuna atakaye kufungua wewe isipokuwa mimi. Hayo yapo katika imani za Kikristo za siku hizi. Hata mimi nimewaona. Wamejipandisha juu, wamejifanya wako bora sana. Hata wengine wamesema mimi nikikufuta jina lako katika kitabu cha uzima hutaenda mbinguni. Mimi nimekufungia ufalme wa mbinguni. Watu wapo, wachungaji, watumishi, wanawafungia washirika kwa sababu wamemkosea na kuambia wewe nimekufungia ufalme wa mbinguni. Hakuna. Kwa hiyo huyu mtu anakata tamaa, anaacha wokovu, anarudi dhambini. Hata mwingine niwahi kuongea naye nikamuuliza, sasa kama umefungiwa na mchungaji wako, kwani usitafute kanisa lingine mahali ambapo utakwenda kuabudu? Akasema nikifungiwa na mchungaji wangu ufalme wa mbinguni, manake popote nitakapokwenda sitafanikiwa, maana amefunga mlango mchungaji wangu, anayo mamlaka hayo. Nikashangaa. Tena makanisa ya kiroho ni makanisa ya kiroho. Wamefundishwa watu, na haya mafundisho yanafundishwa ndani ya makanisa kwa manufaa ya binafsi. Kwa sababu kuna vitu vingi vinakuwa vimejijenga. Unafundisha mambo mengi ya upotofu kwamba mimi ninayo mamlaka. Unafundisha mamlaka yako kwamba Mungu amekupa mamlaka, unaweza kufungia mtu ufalme, unaweza ukamzuia mtu asiende mbinguni, baraka naweza nikazuia baraka zisije kwako, naweza nikaongea na Mungu juu yako. Kuna vitu vingi vya uongo. Ili vitu hivyo vinajengwa ili kuwafanya watu wamuogope mtumishi, wamheshimu mtumishi. Hata kisema kaniletee milioni 1, utaleta kwa sababu amekukamata, mamlaka na baraka zake zote ziko mikononi mwako. Akikulani wewe huendi mbinguni. Kwa hiyo anatanguliza mafundisho magumu kwa Wakristo ili awamiriki. Akikoa tu watetemeke. Akiagiza, nimekutana na mahali fulani kanisa, mchungaji kila Jumapili anasimama, anataja, anaonyesha mikono kwa washirika. Anasema wewe mwezi huu unishonee suti. Wewe mwezi huu najenga nyumba yangu, niletee mifuko 50. Wewe utamshonea mke wangu. Anataja, na hawabishi na hawaulizi na hawasemi sina hela. Hawasemi, kwa sababu kuna mafundisho yametangulia kuwakamata kwamba nikifanya hivi Bwana sija akanizuilia, akaniharibia wokovu wangu, akanifungia milango ya mbinguni. Kwa hiyo hawa wanaosema kwamba hata uende kokote mimi nisipoomba mimi uende popote hutafunguliwa, ni mafundisho ya kuwakamata watu, wawaandamie wao, wawamiliki. Hao sio watumishi wa Mungu, ni waganga hao. Ni waganga hao.
Mungu atusaidie sana. Wala haipo katika Biblia. Wala haipo katika Biblia. Sisi watumishi wa Mungu ni wasaidizi wa Wakristo. Kuwatia moyo wanapolegea, kuwafundisha, kuwajenga katika imani, kuwatia moyo. Ndio maana ya uchungaji. Kuwapa chakula cha kutosha, mafundisho sahihi ya kuwafanya wakue ndani ya wokovu. Sio kuamiliki, ili ukisema chochote wakufanyie wewe, sio Mungu. Mtu akisema kwamba mimi nisipokuombea mimi hutafunguliwa hata uende wapi, ina maana yeye ndio Mungu. Kuna swali lingine kutoka kwa ndugu Levi Sebintu. Anaitwa Levi Sebintu, ni mchungaji huyo. Levi Sebintu kutoka Rwanda, ni huko karibu na Burundi. Anaomba ufafanuzi juu ya andiko la Mathayo 6:33. Maswali mengine ninayajibu, lakini huwa nakuwa na mashaka. Unajua kuna maswali mengine huwa nayajibu kwa sababu ni mtumishi wa Mungu najibu, lakini huwa nakuwa na mashaka. Hasa kama wewe ni ndugu yangu, ni mtumishi wa Mungu, unaomba nifafanue andiko linalosema Mathayo 6:33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Sasa kama wewe ndugu yangu, ni mtumishi wa Mungu, hili andiko hulielewi, unataka kusema nini? Unataka nikufafanulie nini? Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ndio kazi ya Mkristo. Kutafuta ufalme wa Mungu maana yake nini? Uyape kipaumbele mambo ya Mungu. Uyatangulize mambo ya Mungu. Umtangulize Mungu awe wa kwanza, umpe kipaumbele, mengine yafuate. Si ndio maana yake? Sasa tunafafanua nini hapa? Kwamba hatuelewi maana ya kutanguliza mambo ya Mungu alafu ya kwetu yafuate nyuma. Hatujui. Ndio maana nasema kuna maswali mengine yanakuja, unapojibu unajua kweli hili limempa mtu matatizo na mashaka au limemtatiza, tusaidiane. Hata mimi sio kwamba nayajua yote, tunasaidiana. Lakini kuna maswali mengine unashangaa kwamba sasa kama neno hili Mungu anasema tutangulize mambo ya Mungu, ufalme wa Mungu uwe mbele, alafu mambo mengine yafuate. Hasa kama jambo hili nalo hatulielewi, tulio watumishi tu hatulielewi, tulio wa Kristo, sasa ataelewa nani? Ataelewa nani? Sioni kama kuna maana ya zaidi hapo. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishwa. Kwamba tukitanguliza ufalme wa Mungu na kazi ya Mungu, tukimtanguliza Mungu, tukapa ya kipaumbele Mungu akawa mbele, basi ya kwetu Mungu atatusaidia, Mungu atatuhudumia. Mungu atubariki sana katika hilo. Kuna swali lingine kutoka kwa ndugu Jackson Nzai wa Kenya. Ameuliza andiko la Mathayo 13 mstari wa 30. Mathayo 13 mstari wa 30. Anasema hivi, huo mstari ni usome kwanza, alafu ndio nisome swali lake. Mstari wa 30 unasema, viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, muyafunge matita matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Swali lake linasema, naomba ufafanuzi. Mimi nadhani andiko hili linatumika na watu kuficha uovu wao ili wasikemewe, ili wasionywe. Watu wanalitumia andiko hili
kwamba ukimwambia ndugu, ukitaka kumwonya mtu, anakuambia Biblia inasema viache tu vikue pamoja. Kwa hiyo inatumika kuficha uovu, kwamba hakuna haja ya kumuondoa, hakuna haja ya kumtenga, hakuna haja ya kumkemea, kwa sababu vyote vinakuwa pamoja, magugu na ngano. Ananitaka mimi nasemaje kuhusu maana ya andiko hili. Nikurudishe hivi kwamba Yesu alikuwa anatoa mfano wa ufalme. Alikuwa anatoa mfano katika ufalme wa Mungu. Na mfano huu wa ufalme wa Mungu Yesu aliyoutoa, hakutoa kwa ajili ya kanisa la mahali pamoja. Nimewahi kufundisha huko nyuma maana ya kanisa. Kanisa lina maana kubwa mbili. Kanisa la mahali pamoja tunaita local church. Kuna kanisa universal church, kanisa la ulimwengu. Yesu alikuwa anazungumzia ufalme wake kuhusu kanisa universal. Anazungumzia kanisa la ulimwengu. Ndio maana tupo, huyu anaendelea hapo, huyu anaendelea pale, huyu anaendelea pale, huyu anaendelea pale, huyu anaendelea pale. Makanisa mengi yapo duniani, mengi. Huyu anaenda kushoto, huyu anaenda kulia, huyu anaenda mbele. Na mengine tunayaona kabisa kwamba huyu amepotoka, na wao wanakuambia na wewe umepotoka. Tunajaribu kusahihishana, lakini haiwezekani. Kila mtu amejisajili. Nani atakayemzuia mwenzake kwamba wewe hufai, wewe ufai, wewe tunafunga kanisa lako, wewe tunafunga imani yako, wewe tunakuondoa? Nani ana mamlaka hayo? Hakuna. Viache vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno ni lini? Ni wakati wa mwisho wa dunia, ndio mavuno. Ndio Yesu atakapotenganisha, atakaoonyesha kwamba wewe ulipotea, ndiye atakaye hukumu. Lakini Yesu hazungumzi habari ya kanisa la mahali pamoja, kwamba ndani ya kanisa mtu atakuwa anatenda mabaya, unamwacha tu, anatenda dhambi, unamwacha tu. Ndio maana ameweka wachungaji, ameweka viongozi waangalie na kulilinda na kulichunga. Maana ya uchungaji nini? Ni kwamba tuone mambo yote yanakwenda katika utaratibu wa mahali pamoja. Umewekwa wewe uzikemee dhambi, ukemee uovu, fundisha injili ya kweli, watu wamche Mungu. Usiruhusu dhambi kukaa ndani ya kanisa, hilo halitakuwa kanisa. Huwezi kuacha ndani ya kanisa wazinzi na wezi walevi wakakaa pamoja, wakakuwa pamoja mpaka wakati wa mavuno, magugu na ngano vikakaa kwenye zizi moja, vikakuwa pamoja. Hapana, sio kweli. Ni tafsiri mbaya ya kulielewa neno. Hili neno halihusu kanisa la mahali pamoja, linahusu kanisa la ulimwengu ambalo linamhusu Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ndiye anayelijua kanisa la ulimwengu, sio wewe. Wewe huwezi kulijua. Kila mtu anajua mahali pake. Kila mtu anajua mahali pake. Tumewekwa, kuna maaskofu anajua eneo lake, kuna wachungaji wanajua eneo lake, lakini Mungu ndiye anayejua kanisa la ulimwengu. Atahukumu siku ya mwisho, atatenganisha magugu na ngano siku ya mwisho. Kwa hiyo kama mtu anajificha hapo, kuficha uovu wake, huyu amepotea, haielewi Biblia. Na kama kuna kiongozi amewacha watu waendelee kukaa kanisani na dhambi zao, akidhani kwamba Mungu ndiye atakayewaondoa, amekosea huyo kiongozi. Nikupe kidogo ufafanuzi mfupi wa mtumishi wa Mungu Paulo. Katika Korintho ya kwanza 5, waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 5, yalitokea katika kanisa la Korintho dhambi kujitokeza ndani ya kanisa. Paulo anakemea kwamba hamwezi kukaa na mtu huyo ndani ya kanisa, maana mnamuona yuko kwenu. Kuna ufafanuzi mrefu, naweza ukasoma sura ya 5, lakini mimi nikusomee mstari michache tu. Nisome ule mstari wa
Misali miwili, 11 na 12. Lakini mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Wengi wameuliza kula naye manake ni msile naye chakula nani? Alikuwa anazungumza habari ya, ukiangalia mtiririko wa habari hii pale amezungumza habari ya ushirika kama Pasaka wetu. Pasaka ni kuhusu mambo ya kula naye, kushiriki naye mambo ya Mungu, kushiriki naye neno la Mungu, kushiriki pamoja naye ibada, kushiriki pamoja naye meza ya Bwana. Msile naye. Mtu anayeitwa namna hii msikubali kukaa naye. Mstari wa 12 unasema, maana yanihusu nini kuwahukumu wale walio nje? Ninyi hamwahukumu hao walio wa ndani. Kuna faida gani kwa hukumu watu walioko nje huko, alafu tunashindwa kuhukumu walioko ndani? Inaleta faida gani? Kumi na 13. Lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Kwa hiyo watu wanaojificha na maandiko haya kwamba watakuwa kama magugu na ngano zikuwe pamoja ndani ya kanisa, local church, mahali pamoja palipo na viongozi, palipo na macho ya watu watumishi, sio kweli. Na kama watumishi hawaoni macho wakayaacha mambo haya ya kuwe magugu na ngano, nao sio watumishi, wamepotea. Andiko lingine, swali lingine samani, kutoka kwa ndugu Jackson. Anasema, mtu asiye Mkristo kuongoza ibada ni halali? Ametoa mfano kwamba niwahi kuingia mahali fulani nikamkuta mtu mlevi, mvuta sigara, anapewa maiki kanisani. Nikadhani labda ana matangazo fulani, kumbe anakwenda kuongoza sifa. Na aliongoza vizuri, aliimba vizuri, na watu wakafurahi, wakacheza, na wachungaji wakifurahi na kucheza. Aliimba vizuri sana, lakini kabla ya kuingia huko nje amekunywa, amevuta sigara. Anasema, kwa kuwa mimi nilimuona na kumjua, nilishindwa kuchangamka, nilishindwa hata kuitikia ile ibada. Sijui nilifanya vibaya, hivi inawezekana? Ni upotofu ulio mkubwa sana. Tunapomwabudu Mungu, mtu anayesimama mbele yetu awe anahubiri, awe anaimba, awe anaomba, awe anatuongoza, tuko ndani ya ibada. Ibada maana yake nini? Tunamwabudu Mungu. Yupo pale kutuongoza tusogee mbele za Mungu, kutuongoza kutupeleka kwa Mungu, kutuongoza kumwelekea Mungu. Hasa kama yeye ameshindwa kumwelekea Mungu, atatuongoza nini? Kama yeye huyo Mungu anayemuimba ameshindwa, sisi anatupeleka wapi? Anatuongoza nini? Kama yeye hawezi kumwabudu Mungu, hawezi kumcha Mungu, anatuongoza sisi tumche Mungu vipi? Huo ni ukosefu, ni kumkosea Mungu nidhamu. Labda hao viongozi hawajui maisha yake, lakini kama wanajua, huyo mtu hastahili hata kusimama katika madhabahu, kwa sababu pale tuko kumwabudu Mungu aliye mtakatifu. Hatuwezi kuchanganya. Na neno la Mungu pia haliruhusu. Hata neno la Mungu pia haliruhusu. Katika Zaburi sura ya 50, Zaburi sura ya 50 mstari wa 16 inasema, bali mtu asiye haki, Mungu anamwambia,
una nini wewe kuitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Mungu anakasirika. Mtu asiye haki, mtu ambaye ni mwenye dhambi, mtu asiyemcha Bwana, asiyetubu dhambi zake, kuliweka neno la Mungu kwenye kinywa chake, kutangaza sifa zake, Mungu hataki. Na Biblia inasema msilitaje jina la Bwana Mungu wangu bure. Mungu hata mwacha mtu anayetaja jina la Bwana bure. Kutaja jina la Bwana bure maana yake nini? Ni kumwabudu ni kumwabudu bila kumwamini, bila kumcha, bila kumtii. Ni kulitaja jina la Bwana bure. Na Mungu hata kuacha. Hao waliomwacha anaongoza. Mimi nasema kuwaongoza watu sifa, kuwaongoza watu neno la Mungu, kuwaongoza watu maombi na kadhalika, unawapeleka mbele za Mungu aliye mtakatifu. Manake wewe uko mbele yetu unatuongoza. Kama wewe uko mbele yetu hufai, unatuongoza, unatupeleka wapi ambako wewe mwenyewe huwezi kufika? Ni makosa ya uongozi. Swali la mwisho linatoka kwa ndugu dada yetu anaitwa Grace Shayo, nadhani kutoka Kilimanjaro. Anauliza kufanya maombi ya mlimani. Kufanya maombi mlimani, je, ipo lazima au faida yoyote inayopatikana kufanya maombi mlimani tofauti na kuomba kanisani au kuomba nyumbani? Kufanya maombi mlimani, nieleze hivi. Biblia ina lugha zake. Biblia inatuambia Mungu anakaa mlimani. Biblia inasema kumwendea Mungu sisi tunapanda kwenye mlima wa Bwana. Unapomwendea Mungu maana yake unapanda kwenye mlima wa Bwana. Maana yeye ni Mungu wa mlima. Yuko mlimani. Maana yake yuko juu. Ili umwendee upande juu. Ndio maana Biblia inasema ni nani anayeweza kupanda mlima wa Bwana? Na Biblia inasema kwamba Bwana anaketi katika mlima wake mtakatifu. Ni mlima gani huo ambao Mungu anakaa kwenye mlima mtakatifu? Kuna mlima mtakatifu duniani ambao Mungu anakaa? Hapana, ni lugha ya kibiblia kwamba Mungu yuko juu. Na Yesu alisema kanisa ni kama mlima, ni mlima, mji uliokaa mlimani, ambao hawezi kusitirika, hawezi kufichwa. Kanisa liko mlimani, maana yake kanisa liko juu. Kuonyesha kwa kielelezo. Unapoonyesha mambo ya kiroho, unapozungumza mambo ya kiroho, unapokuja kuyatafsiri katika mwili, unaonyesha vitendo katika mwili. Kwa mfano, tuko juu kiroho, hatuko juu kimwili. Sasa mtu akisema onyesha kimwili, utaonyesha mkono juu, lakini hatukai kule juu. Tuko juu katika ulimwengu wa kiroho, ili kudhihirisha Mungu kwamba ni wa juu. Anasema mimi nakaa mahali palipoinuka pamoja na watakatifu waliokoka. Kwa hiyo Yesu vitu vyake vyote anavifanyia ili kudhihirisha katika mwili, anavifanya vitu katika. Ndio maana hata alipotaka kuonana na Musa kumpa sheria, alimwambia tukutane mlimani. Hakutumia mlima wa kiroho, alitumia mlima wa kimwili. Alimwambia Musa tukutane mlimani, alitoa sheria mlimani. Hata alipotaka kuonana na wanafunzi wake alisema tuonane mlimani. Hata Yesu alipokuja duniani aliwaga wanafunzi wake akaenda kuomba mlimani. Sasa kama Mungu ni wa mlima, ina maana watu ambao hawana milima watafanyaje? Lile neno mlimani ni la kiroho. Pale lilikuwa linatafsiriwa kwa kitu kinachoonekana kwa macho, kwa sababu wale watu mambo ya roho hawajaingia. Anawaonyesha katika hali ya mwili, anapanda mlimani.
anakutana nao mlimani. Kwa hiyo watu wamejenga kwamba Mungu, maombi, ukitaka kuonana na Mungu nenda mlimani. Na kweli watu wanahangaika, wanapanda milimani, wanakesha huko, wanaomba huko. Ninakwambia ndugu yangu, Mungu hapatikani milimani. Mlima wa Bwana sio ile unayoiona milima. Faida utakayoipata kwenda mlimani ni moja tu, kwamba unapotaka kumtafuta Mungu, tunatafuta mahali palipotulia, mahali pasipo na kelele, pasipofikiwa na watu, mahali ambapo utatulia, utakuwa mbele za Bwana wewe na Mungu peke yako, hakuna kitu kitakacho kuingilia. Ndio faida utakayoipata kule mlimani, ambayo unaweza kuipata hata msituni, unaweza kuipata hata bondeni, unaweza kuipata kwenye vichaka, mahali ambapo hapana maana lengo unatafuta utulivu. Lakini sio kwamba unakwenda mlimani ndiko Mungu anapatikana. Kitakachopatikana zaidi milimani ni miungu na mapepo na mashetani, kwa sababu miungu mingi, ibada nyingi za wachawi na mila wanafanyia milimani, na huko ndio utakuta kuna mapepo mengi. Na nimeshuhudia watu wengi ambao wamekwenda milimani wamevamiwa na mapepo huko milimani. Kuna mmoja nafahamu alikwenda mlimani, alitokewa na pepo la joka wakati yuko kwenye maombi. Alikimbia, aliacha na Biblia mlimani, alishindwa kwenda kuichukua Biblia, aliacha huko mbio. Mungu hapatikani kwenye milima ya mili, Mungu anapatikana katika mlima wa kiroho. Kwa hiyo kwenda kuomba mlimani kunaweza kuwa na faida tu moja tu, kama unatafuta utulivu, ambao hata ukienda kanisani unaweza ukawa na utulivu. Hata ukiwa nyumbani mahali penye utulivu, kitu ninachotaka ni utulivu. Lakini kusema Mungu, maombi ya mlimani yana nguvu ni uongo. Sio kweli. Watu wameshindwa kuitafsiri Biblia. Biblia inaposema Mungu anakaa katika mlima, wanadhani Mungu anahangaika na milima hii. Mimi mwenyewe nimewahi kutembelewa na mtu mmoja ambaye ana mafundisho hayo, amejengwa mafundisho hayo. Alinitembelea Mbeya. Mimi niko Mbeya. Mbeya ni nchi ya milima. Neno moja aliloniambia, lakini sikutaka kubishana naye, maana niliona nitachukua muda mrefu tu, sina muda wa kwanza elimu nyingine. Aliniambia, mna bahati sana watu wa Mbeya, mna milima mpaka inawazunguka. Kwa hiyo mnaomba kwa raha kabisa na milima hii. Alifikiri Mungu ametuwekea watu wa Mbeya milima mingi kwa ajili ya kuombea milimani. Sasa kama Mungu anapatikana milimani, watu wasio na milima wanampataje Mungu? Hiyo ni tafsiri potofu. Kwa hiyo kwa swali lako, kuna ulazima gani au kuna faida gani kubwa tofauti na nikiomba kanisani au nikiomba nyumbani au na mahali pengine? Hakuna tofauti. Kitu cha msingi pale unachotafuta ni mahali ambapo utatulia. Basi. Lakini sio kwamba ukienda mahali, hata ukiwa kanisani, kama hapana utulivu, hapafai. Kama uko nyumbani hakuna utulivu wa kumwabudu Mungu, hapafai. Hata ukienda bondeni kama hakuna utulivu, lakini mahali palipo na utulivu panafaa. Maana unataka kuongea na Mungu ukiacha vitu vingine vyote. Kujitenga, kutafuta mahali ni kwamba uachane na mawazo yote, usisikie sauti nyingine, uwe mahali ambapo utatulia vizuri mbele za Bwana, kumtafakari na kumuomba. Mungu akubariki sana. Hilo lilikuwa ni swali langu la mwisho la dada yetu Grace Shayo. Mungu awabariki wote ambao mmeleta maswali, nimeajibu kwa kadiri ya uwezo wangu na neno la Mungu. Mungu awabariki. Naendelea kutangaza kwamba tunaandaa huduma ya MIM, huduma ya Mwasambo International Ministry inaandaa kutaniko. Siwezi kusema kongamano, nasema kutaniko la wanafamilia wanaotaka mahali ambapo tutakutana kama mapumziko ya tarehe 27 na 28 Dodoma. Kamati wanajaribu kuandaa, baadaye mtatangaziwa ni eneo gani. Lakini tunataka kwanza kuona watu wanajisajili. Kuna gharama zake. Hata wale ambao hawana watakuwa na mahali pa kufikia, wanakaribishwa.
kuwa na kutaniko mahali ambapo tutaomba pamoja, tutajifunza pamoja, tutaulizana maswali pamoja, live, ana kwa ana, na kumshukuru Mungu pamoja. Unakaribishwa tarehe 27, 28 mwezi wa 12 katika mji wa Morogoro. Tunaendelea pia kuhusu chuo cha Biblia mtandaoni. Tunakukaribisha kujiunga na chuo chetu mtandaoni. Masomo mazuri tunaendelea, wale wanaoendelea wanaweza kuwa shuhuda. Tunapokea, tunakaribisha. Jiunge, utapata elimu kubwa sana ya kukusaidia. Zaidi ya hayo, kwa kuwa tuna huduma zetu za kujitolea kwa imani kwa kumtumikia Mungu. Na washukuru wale ambao wanatuombea, wale wanaoungana nasi hata kwa sadaka zao ndogo. Tunazipokea kwa shukrani, kuonyesha moyo wa kushiriki pamoja nasi. Na wewe kama hujafanya hivyo, ninakualika. Hii ni kazi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Namba yangu ya simu ni 0754041599 0754041599. Kwa jina naitwa Mchungaji Dr. Zefania Mwarusambo, na wapo wasaidizi wangu tunaofanya kazi pamoja kwa uzuri. Namba moja ni 0769007328. Namba nyingine ni 0677880199. Wasiliana nasi kwa kila namna, tuko tayari kuhudumia. Hata kwa njia ya sadaka yako, hizo namba zinapokea. Tunakushukuru. Mungu akubariki.